Habari ya asubuhi mpenzi msikilizaji wa Radio ya Kijamii Kivu, karibu kusikiliza uchambuzi wa habari ambao kama kawaida unakujia kwa mbele na saa kama hii. Uchambuzi wetu wa habari msikilizaji unakuwa kigubikwa na kurasa mbalimbali. Utakuwa kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari za kitaifa. Uchambuzi wako wa siku ya leo ni zake Murucha Ashibe, upande wa pili Jean Makelele Kala Jadena simamia vyema dawati la mitambo na kuhalika kuambatana nami mwanzo wa tamati. Nasema karibu. Kabla hatujaingia katika ukurasa wa habari zenyewe kwa kina, tunaanza na ukurasa wa habari muhimu ambako nampisha mwenzangu Jean Makelele Kalajaden. Karibu sana. Naam, asante sana mwenzangu Isake Mulucha Ashibe. Leo kwenye habari muhimu tunaanzia na huko Uvira ambako swala la kuwapa wazalendo pesa kama vile motisha au motivation kwa Kifaransa ni ishara tosha inayoonyesha kama rais wa nchi Felix Tshisekedi anaona kazi kubwa wanayoifanya. Ndivyo amesema mchambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Andre Biadunia. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba amewasili Alhamisi ya tariki 12 Februari mwaka 2026 katika mji wa Goma, mkuu wa muda wa MONUSCO Bi Viviane Van de Peer, huku lengo kuu la ziara yake likiwa ni kuunga mkono maandalizi yanayohusiana na ufuatikaji na uhakiki wa usitishaji mapigano. Asante sana Jean, na sasa najikia katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, nikianzia paka katika mji wa Baraka. Ni kwamba ni watu zaidi ya 4,000 ikiwa sawa na zaidi ya familia 900 ndiyo idadi ya wahamiaji wa ndani waliorejeshwa manyumbani kwao kwa uzamana wake mwanabunge wa kitaifa mchaguliwa wa Fizi Profesa Nyamanjoku Ishibwela Obedi. Kwenye mazungumzo nasi Olivier Fataki, mmoja kati ya wanamemba wa kundi lake, mbunge huyo amesema ni wanaume 707, wanawake 2600 na watoto 100 na watoto 1328 ndiyo waliorejeshwa toka huko Ubwari. Olivier Fataki anaeleza yafuatayo. Hivi tumeshapiga dikourse. Sawa, baada ya sisi kufika Kazimia na honorable mwenyewe alikuwa kwenye msafara, na pale tukainogire premier tour ya kuanza kufanya watu kurudia. Tulileta 192 famille mu tronso ya Kazimia, Baraka, Mizimu, Swima, na 192 famille ndio zenye tulirejesha. Tukafanya ingine 3 tour ikakuwa ya Kenya Nundu, Sanza, Lusenda, na hiyo ilikuwa ya 200 famille. Troisième tour ikakamata Mizimu, Mboko, Lweba, na hiyo nayo ikakokota 465 famille. Ya mwisho ilikamata Kazimia, Baraka tena na ikakamata 190 famille. C'est-à-dire plupart ya nombre ya badeplase benye walikuwa tronso ya Ubwari, kuanzia hapa hivi Baraka kwenda mpaka Lweba mpaka huko Mboko, tulirudisha watu wa mingi. Hiyo ilikuwa kwa msaada wa ye professeur Dr. Nyamanjoku Ishibwela Obedi. Ilikuwa 4103 personnes, muko banamuke 2600, muko wanaume 707 na batoto 1328. Total ya mafamili iko 914 famille ndio zenye tulirejesha, na watu wengine wanaweza fanya wanapita mutere watauliza huko matemwanyaji zenye professeur alikuwa na garamia karbira yake yeye mwenyewe, aliuza moteur na akafanya louage ya boti. Upande mwingine ameomba kwa raia wa Baraka Fizi kuweka matumaini kwake mbunge wa kitaifa Profesa Nyamanjoku Ishibwela Obedi kwa matatizo yao. Olivier Fataki amerejea mara tena. Hivi tuko na malalamiko sana ya watu ambao wako nje ya nchi kama vile Burundi, wanapiga simu sana, lakini tunawaambia wasubiri mpango wa government, kwa sababu watatoka nje ya nchi, sio mambo ya kurupuka. Government ikisema kama tunaandikisha hapa watu ambao watarejea, sisi tuko tayari tena kuwasha mashine hapa na kwenda Burundi. Na hivi hii tronso yote kabisa tumehakikisha tunakausha watu. Ujumbe wangu ni kusema kama tuwe na tumaini na mbunge wetu mwenye tulichagua. Kuma irne tulikuwa kila mtu yeye mwenyewe anaenda kumchagua, na tunashukuru kwa hiyo, na tuwe na matumaini naye kwa sababu anatumika kazi sana, ijapokuwa hali ya nchi basi ni vitu ya kuelewa. Angali ataendelea kufanya vitu vingine kama vile mtoto wetu wa Fizi mwenye tulichagua, na watu wawe na tumaini naye.
Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba leader wa eneo hili la Baraka Fizi Bunguke Masase Lebon ametaja kupongeza serikali ya Kinshasa kutoa mishahara kwa wapambanaji wa Zalendo, hivyo ikiwa ni ishara tosha ya kujua kazi wanayoendelea kuifanya. Kwake leader huyo wa kijamii amesema hatua iliyochukuliwa na rais wa nchi ni ya kupongezwa kabisa na kila mwananchi. Bunguke Masase Lebon anaeleza yafuatayo. Tunashuhudia hii, tunaiona na macho yetu mbili ya kwamba wazalendo wanapokea pesa za guvernema, na tunazidi kumpongeza rais kwa kuonesha juhudi ya kukonfirme kama wazalendo ni watoto ya nchi na wanapendwa, wanajulikana mu guvernema yetu ya Kongo. Mzalendo yote kwenye iko leo ni furaha, shangwe na vigelegele. Ndiyo naweza nikaonesha ya kwamba rais ni mzalendo yeye mwenyewe binafsi. Rais ni mkongomani original na anapenda wajeshi wetu wazalendo. Ni muda mrefu tulikuwa tunasikia wazalendo wanapewaka ile contribution, wanatumiwaka contribution kila mwisho wa mwezi. Watu wengi walikuwa wanafikiria ni uongo, lakini tunashuhudia mzalendo yote leo ana furaha hadi na kuendelea na kupigania nchi, watapigania nchi na courage, na sisi raia tutazidi kuwapatia moral. Mzalendo yote kwenye anapita, tunaamini security itakuwa 100%, tunaamini uaminifu wa nchi utaendeka, tunaamini hakutakuwa kuuzisha udongo wa nchi kwa sababu ya pesa labda walipiwagi. Wanalipiwa, na tunaamini na tunapongeza sana, na ile iendelee hadi wakati yote ile, ili nchi yetu inyoroke na tuzidi kuilinda, izidi baki nchi moja na mipaka moja na rais umoja na uongozi umoja. Ujumbe wangu ni kusema ya kwamba mwanadamu ariziki, lakini ile kidogo yenye mtu unapata rizika nayo, kwa sababu ukipata ile kidogo leo inamaanisha na kesho utapata mingi. Rais amekumbuka wazalendo, rais amesema ya kwamba haitakuwa kila mara wazalendo wa chini wanalia au wakubwa ndo wanawagandamiza. Hapana, kuanzia wa chini hadi mkubwa wote wamepata, na ujumbe uzidi kufika kwa wakubwa, waendelee kupana ile morale kwa jeshi wetu wazalendo ya kwamba nchi ni yetu, waprotege nchi, mali na raia ambayo na jere ile mali, kwa sababu kesho tutazidi kushuhudia vizuri zaidi. Na nashukuru na pongeza hii muonekano dia kuona wazalendo wetu kupokea, na tunampongeza sana rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Beton kwa kuonesha juhudi na upendo ya nchi na udongo wetu. Sambamba na habari hiyo msikilizaji, suala la kuwapa wazalendo pesa kama vile motisha au motivation kwa Kifaransa ni ishara tosha inayoonesha kama rais wa nchi Felix Tshisekedi anaona kazi kubwa wanayoifanya. Ndivyo amesema hayo mchambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC Bwana Andre Biadunia. Taarifa tunazo ni kwamba mnamo wiki tunayo makundi ya wazalendo yameanza kupokea pesa zao za motisha, na hivyo kupelekea wazalendo kuwa na furaha. Andre Biadunia ametoa hapa mtazamo wake. Geste ambayo president ameifanya ni geste asaliwe, ni geste ambayo tunaipigia mikono kama wadadisi wa mambo ya siasa. Ni kusema kwamba sur le plan politique, president wa republika na lancer message kwa communauté internationale na kwa Etats-Unis, notamment Senat ya Etats-Unis, ambayo wao wote na wale ambao wanakuwa wa occidentaux, wale wote ambao wanashindikiza Rwanda, wale wote ambao walikuwa wanawaza kwamba wazalendo ni milice, walikuwa na watia mkategori mwa sawa na FDLR. Hii ni message sur le plan politique ya kuonesha kwamba president wa republika ana reconnaître effort, ana reconnaître kazi ambayo wazalendo wameifanya kwa kutetea udongo wa nchi usigabulike mara pili. Unaona resistance ambayo imefanyika Makobola, resistance ambayo imefanyika Luvungi na resistance zingine zote upande wa Mwenga, nafasi nyingine. President ana reconnaître kwamba wazalendo wamesimama kidete na kutetea nchi. Na hapa sasa hii message inakuja kuambia wale wote tunaita wa detracteur ya nchi ya Kongo, wale wote ambao wanapendaga Kongo waione leo imeanguka, anakuja kuambia kwamba na reconnaître hawa watoto na maeforo yao ambao wako wanafanya. Hatuwezi kosa kufelicite ile, tunasema merci beaucoup, mais maintenant il faut kukumbusha wazalendo kwamba wako na kazi ambao wameivaa ya kutetea nchi ya Kongo. Ndio mwishowe ameomba kwa wazalendo kuachana sasa na vitendo vya unyanyasaji kwa raia wasio na hatia, huku akiwaomba kuridhika na mishahara yao. Andre Biadunia arejea mara tena. Waache sasa ile mambo ya mabariere, waache ile mambo yenyewe bengine bafo wazalendo huko wanawaingiza mwa matrakaseri, kutia mabariere peante kwa barabara, kupiga masasi hovyo. Hizi silaha ambazo tumezipata nyingi zilikuja kwa effort yetu binafsi,
na labda zingine tumezitoa kwenye FRDC, itusaidie sasa kuona ya kwamba tunaweza kuzichunga ili ziendelee kutetea nchi yetu. Haiko tena silaha za kusema kwamba tuende tunasimama tena kwa barabara, tulipishe magari, tusumbue watu. Ni message deja kuonesha kwamba musiku ambazo zitakuja wale wazalendo ambao watajikomporte vizuri watakuwa considérés au même peu d'égalité que les FRDC, parce que tunakuwa considéré kama réserve armée ya défense. Donc hatuko sur le plan militaire sawa na FRDC, mais au moins FRDC kishindo wanatuita tunde tuwasaidie, ndio maana wanatuita reserve armée. Kumbe wenzetu ambao ni wazalendo, hii ni message ya president wa republique kuambia kwamba na wajua na watambua, na wale ambao wanawaitaga wa milice siko nao. Mimi kama president wa republique ninawareconnaître kwa sababu hii ni franga ya republique, na wapatia prime ya encouragement na kuambia kwamba wamefanya kazi nzuri. Maintenant kwao kurudia kurezo kuelewa kwamba kumbe tuko rekoni, kumbe hatuko tunakufa bure, tuko tunafia nchi yetu, na haka kaprime kadogo tunapata kanaweza kutusaidia na kutupatia nguvu kwamba tuko rekoni na serikali ya Kongo. Na bale wote wenyewe wanawazaka kwamba wazalendo ni milisi, haiko milisi, ni watoto halisi wa nchi ambao wanasimama kwa kutetea udongo wa mababu zao. Sisi tuko nyuma yao kuwashindikiza, na tungependelea tu watusaidie warudie kwenye mlengo ile hatua kwanza ambayo wameikamata kutetea nchi, na watutetee pia sisi raia, kwa sababu tuko na bezoea kuona wanaendelea mbele, na tuko na bezoea kuona nchi ya Kongo imetoka kwenye usumbufu ambao inakuwemo leo. Mtu mmoja huko Uvira aliyeitwa kwa jina la Ibere Tambwe, baba wa familia, amefariki kwa kujinyonga mnamo usiku wa kucha siku ya 4 ya wiki tunayo katika manispaa ya Kalundu mjini Uvira. Vuguvugu machozi ya rahia yaomba kwa viongozi wa mahali kufanya uchunguzi wa kina. Kwake Dunia Hamisi ameonyesha kuwa ni jambo la kulahani kuona mtu anafikia kujimalizia maisha ambayo ni matakatifu kwa mujibu wa katiba ya nchi. Ndio, huko mtu mwenye alijinyonga, baba mwenye tunake wanamuita Ibere Tambwe, mwana Stefano alijinyonga ilikuwa jana majira ya usiku. Mvua ilikuwa inanyesha, akatoka kalaga mwaki kama maji, akaenda majirani ndio ameenda jinyongea. Jirani akukua alikuwa safari wala mlango basi walimwacha fungura kuingia hapa jinyonga. Sisi kama vuguvugu machozi ya raia tunaomba serikali ifanye uchunguzi ndio kifo cha huyo baba, yajue nini ndio ni chanzo cha kifo chake kijulikane. Kwa sasa hakuna tafsiri inaonyesha chanzo kifo yake, lakini basi wao wanasema kama ile nyumba ya Timo ile parcelle pembeni pale huko mwingine kijana aliweza kunyonga pale ya Timo. Sasa basi tena kwa ile pango hapo Timo mtu mwingine ananyonga, ndio na kitu yenye kurashiko nayo kwa kufurahia lomba kwa serikali ifanye utafiti juu ba konde chanzo cha kifo chake. Aidha, kuhusu barua walioiandika juu ya kuomba kitengo husika na maji cha Regideso, Dunia Hamisi ameonyesha hapa sababu ya wao kuandika kibarua hicho. Mambo na mtangazaji ni kusema tu kama tuko tunasurutisha kitengo cha SNEL kiwe kinasaidia usiku service yetu ya kiserikali usiku, kwa kuwa wanafasilite, kwa kuwa wanatuma mapura ama moto makartier fulani juu iko nasaidia usi kwa patrouiller kwa facility tash. Na hiyo tabia tunaiona tuivalie njuga. Sababu gani? Sababu tagundua kama wakati Uvira ilikuwa inanyang'anywa na warugaruga waasi wa M23, tulikuwa tunapata habari sisi ambao tulikimbia, tulikuwa hapo Baraka, tulikuwa tunapata habari kama Uvira kura iendaki tena ovyo, maya iendaki tena ovyo. Lakini ni kwa mshangao mkubwa sana, wakati serikali inakuja na kamata tena Uvira, tunaanza ona kutokujali tena kutumia watu moto na kutokujali kutumia watu maji kama kawaida, kupare ya ba chef de centre Basnel na Osina Regideso. Ndio tulikuwa tunawaomba warudie muhali ya kihutu, muhali ya kupenda nchi yao. Wasikuwa wanaima watu moto, wasikuwa wanaima watu maji, lakini wakati waasi walikuwa hapa Uvira, walikuwa wanakamata Uvira, walikuwa wanatuma moto na watu walikuwa wanapata moto kila siku na kila saa. Lakini hivi usiku tulikuwa tunajikuta moto inakuwa inaenda. Sasa kufanya intervention iko na jikuta na maadresi iko natupotea ba patrouille vya giza kwa mingi mwingine. Moto iko nafikia usiku. Vraiment tunalomba ku service ya SNEL
itusaidie sana, iko na tutumia moto na usiku tuliona communique hapo wanatoa kama biko wanachomeka kuralonge yenye Burundi iko napatia service yao ya Régie des Eaux iko natupatia huko rallonge, mais ile wakati adui alikuwa apele rallonge tukao tunaiona bako wanajikaza hapo yote wanajisacrifice wanaenda tengeneza moto, mais hivi masababu iko mingi sana. C'est pourquoi tunalomba kwa service ya SNEL itusaidie moto usiku, iko natupatia moto usiku, na tukiona kama hii hali inaendelea vraiment tutaorganize na maaction citoyenne zitakuwa organize juu ya kuleta SNEL irudie kwa hali yake kama kawaida. Bwana mtangazaji, na kama kiashirisho kilivyowashirisha hivyo msikilizaji, ni habari za michezo. Mwenyekiti wa soka nchini Cameroon Bwana Samuel Eto'o amewasili mjini Tanzania mchana wa siku ya 4 ya wiki tunayo kwa ajili ya ziara ya kikazi, huku mchezaji wa zamani wa Arsenal Gunners na wa timu ya Ghana Bwana Thomas Partey ametajika mahakamani kwa ajili ya kupatikana na kesi 7 za ubakaji. Omari Makelele Ozile, tuambie mengi kuhusu habari za michezo. Naam, asante sana Isaac Mlucha Ashibea. Acha nianze kutereza na hizi habari za bara la Afrika. Ni kwamba wataalamu wa ufundi kutoka shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF watafanya ziara ya ukaguzi katika mataifa yatakayokuwa waandahaji wa michuano ya mataifa barani Afrika AFCON 2027. Mataifa hayo ni pamoja na Tanzania, Kenya na Uganda. Ukaguzi huo utaanza wiki tunayo na kutamatika tariki 17 Februari 2026. Huko Tanzania, wataalamu wao watakagua uwanja wa Samia Suluhu upatikanao Arusha, New Aman Complex na Fumba uko Zanzibar. Rais wa shirikisho la soka mchini Cameroon Samuel Eto'o amewasili jijini Dar es Salaam mchini Tanzania mchana wa siku ya 4 ya wiki tunayo ili kushiriki mkutano wa kamati ya utendaji wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF utakaofanyika mchana wa siku ya 5 ya tarehe 13 Februari 2026 katika jiji la Dar es Salaam. Eto'o ni miongoni mwa viongozi wa soka barani Afrika waliowasili mchini Tanzania kwa mkutano huo unaolenga kujadili na kuendeleza maendeleo ya mpira wa miguu barani Afrika. Na katika bara la Ulaya ni kwamba kocha Thomas Tuchel ameongeza mkataba wa kuendelea kuitumikia timu ya taifa ya England the Three Lions hadi mwaka 2028. Na aliyekuwa kiungo wa klabu ya Arsenal hapo nchini Uingereza Thomas Partey ameongezewa mashtaka mengine mawili ya ubakaji na kufikisha idadi ya mashtaka 7 ya ubakaji inayomkabili. Anahitajika mahakamani tariki 13 mwezi Machi 2026 ili kuweza kujibu mashtaka yote hayo. Klabu ya Bayern Munich huko nchini Ujerumani wanapanga kumsajili golikipa wa klabu ya Brighton hapo nchini Uingereza ambaye ni Bart Verbruggen mwenye umri wa miaka 23 katika dirisha la usajili la majira ya kiangazi. Chelsea the Blues wako tayari kupambana na klabu ya Bayern Munich kwa ajili ya golikipa huyo, na Chelsea wamesema kuwa wako tayari kutoa paundi milioni 50 inayotakiwa na klabu ya Brighton kwa ajili ya kipa huyo wa kimataifa wa Uholanzi. Gazeti la Team Talk limeweza kuandika beki wa timu ya taifa ya England na Manchester City ambaye ni John Stones mwenye umri wa miaka 31 huenda kaondoka klabuni hapo majira ya kiangazi mkataba wake utakapomalizika, huku klabu ya huko nchini Ujerumani ambaye ni Bayern Munich wakionyesha nia kumsajili mchezaji huyo John Stones. Atletico Madrid hapo nchini Uhispania wanachunguza uwezekano wa kumsajili beki wa Chelsea the Blues na wa timu ya taifa ya Uhispania ambaye ni Marc Cucurella. Na mwishowe ni kwamba baada ya klabu ya Chelsea the Blues kuweza kumfuta kazi kocha Enzo Maresca, Tottenham Hotspur kumfuta kazi kocha wao Thomas Frank, Manchester United kumfuta kazi vile vile kocha wao Ruben Amorim, Real Madrid kuachana na kocha Xabi Alonso, Olympique Marseille ya Ufaransa vile vile kumfukuza kocha Robert De Zerbi. Sasa usiku wa siku ya 3 kucha siku ya 4 klabu ya Nottingham Forest vile vile imemfuta kazi kocha wao mkuu ambaye ni Sean Dyche baada ya kutumikia Nottingham Forest kwa siku 114. Baada ya Nottingham Forest kuweza kumfurusha kocha huyo Sean Dyche, hatimaye sasa kocha wa zamani wa klabu ya Wolverhampton Wanderers ambaye ni Victor Pereira ndiye amepewa kipaumbele cha kuweza kuchukua mikoba ya kocha huyo ambaye ameweza kufurushwa mara moja katika klabu ya Nottingham Forest kutokana na matokeo mabaya yanayoendelea kushuhudiwa katika klabu hiyo. Naweka nukta katika habari za michezo mgongoni leo, sina namba mwenzangu Isaac Mlucha Ashibe.
Asante sana Omari Makelele Ozile, lakini kabla sijatamatisha ukurasa huu wa habari za michezo, ni wakumbushe wasikilizaji kwamba katika michuano ya mwanamfalme huko Uhispania, hatua ya nusu finali hapo jana palipigwa mtarangi kabambi kati ya Atletico Madrid na Barcelona, ambako timu ya Atletico Madrid ilishindilia Barcelona mabao 4-0. Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza redio ya kijamii Kivu, na ule uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi huu wa habari, msikilizaji, unaupata kunako masafa ya FM kwenye mita bendi 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Watu wawili wamefariki kwa moto ulioibuka Panyabibwe tarafani Kale mida ya usiku wa siku ya pili kucha siku ya tatu ya wiki tunayo, moto ambao chanzo chake bado kujulikana mpaka sasa uliteketeza nyumba, vitu na kuwaacha watu majeraha. Shirika la raia eneo hilo laomba serikali kuwajia na misaada. Sadiki Jije ni kiongozi wa shirika la raia ndani ya senta ya Minova, ameonyesha hapa namna gani wananchi wameathirika na janga hilo lisilotazamiwa na kuomba serikali kuwasaidia wahanga haraka iwezekanavyo. Wakazi wa mji wa Nyabibwe wapiga yowe kwa viongozi wawajie msaada, sababu mali, vitu, watu na manyumba vinaweza kuteketea na kisa cha moto ambacho kimeweza kutokea usiku wa siku ya pili kucha siku ya tatu tangu 0 mpaka 4 na kuendelea, na imeweza kutatiza kabisa na nyumba za wakaaji. Vitu vingi vyote vya uchuruzi ambavyo ikiweka wakaaji imeweza teketea. Hayo yote yanaongeza magumu kwa yale ambayo vita iliweza kuleta, na leo watu wanaishi vibaya. Na kwenye habari ya kitaifa, msikilizaji, amewasili Alhamisi ya tarehe 12 Februari 2026 katika mji wa Goma mkuu kwa muda wa MONUSCO B. Vivian van de Per, huku lengo kuu la ziara yake likiwa ni kuunga mkono maandalizi yanayohusiana na ufuatiliaji wa uhakiki wa usitishaji mapigano. Safari hadi Masidilwe na undani wa taarifa hii. Naam, aliwasili kwa njia ya anga, hatua muhimu ya kiutendaji baada ya kusitishwa kwa muda mrefu kwa usafiri wa anga kuelekea mji huo tangu Goma ilipotekwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda Januari 2025. Akieleza furaha yake ya kukanyaga tena ardhi ya Goma kwa njia ya anga, Vivian van de Per alisema ziara hiyo inaashiria mwanzo wa kurejeshwa taratibu kwa matumizi ya miundombinu hiyo ya kimkakati kwa manufaa ya ustawi wa wananchi wa eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kutekeleza mamlaka yetu na juhudi zetu za kuunga mkono utekelezwaji wa mfumo wa ufuatiliaji na uhakiki wa usitishaji mapigano, napenda kukumbusha kwamba zaidi ya mwaka mmoja uliopita, tarehe 26 Januari 2025, nilikuwa kwenye ndege ya mwisho kutoa katika uwanja wa ndege wa Goma. Leo niko kwenye helikopta ya kwanza ya kutoa tena hapa. Natumaini huu ni mwanzo wa kufunguliwa tena kwa taratibu kwa uwanja wa ndege wa Goma kwa manufaa ya wananchi, alisema mkuu wa muda wa MONUSCO mbele ya waandishi wa habari. Kwa mujibu wa azimio la 28/2025 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, MONUSCO imepewa jukumu la kuunga mkono usitishaji mapigano wa kudumu, hasa kupitia ushiriki wa msaada wake wa mfumo wa pamoja uliopanuliwa na uhakiki. Pia alifichua kwamba katika siku zijazo MONUSCO itapeleka ujumbe wa kwanza wa uchunguzi wa anga mjini Uvira, mji uliokombolewa hivi karibuni kutoka kwa waasi katika jimbo la Kivu Kusini. Ziara yangu inalenga kubadilishana mawazo na wadau husika na kuendeleza maandalizi ya vitendo, taratibu za uhakiki, uratibu wa mawasiliano pamoja na masharti ya kiutendaji yanayohitajika ili mfumo huo ufanye kazi kwa uaminifu. MONUSCO itaendelea kuunga mkono mchakato wa amani unaoendelea, alihakikisha katika taarifa yake. Aidha, mkuu huyo wa MONUSCO alisitiza kwamba msaada kwa usitishaji mapigano utafanyika hatua kwa hatua kulingana na makubaliano yaliyothibitishwa katika muundo uliokubaliwa na kuzingatia dhamana ya usalama kwa wafanyakazi na uwezo wa Umoja wa Mataifa. Hatua zetu zitaendelea kufanywa kwa mujibu wa mamlaka ya Baraza la Usalama na kwa kuheshimu kikamilifu mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisitiza mkuu huyo wa MONUSCO. Tangu kutekwa kwa mji wa Goma mwishoni mwa Januari 2025 na AFC M23 wanaungwa
unaungwa mkono na Rwanda, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma pamoja na ule wa Kavumu huko Bukavu, Kivu Kusini haufanyi kazi. Licha ya wito mwingi wa dharura wa kutaka kufunguliwa tena ili kuharakisha usafirishaji wa misaada ya kibinadamu, hadi sasa hakujawa na maendeleo yoyote ya maana. Hata hivyo, baada ya mkutano wa kilele kuhusu eneo la maziwa makuu ulioandaliwa mjini Paris nchini Ufaransa na Togo, uliopendekeza kufunguliwa tena kwa hatua kwa miundombinu hiyo ya kimkakati, hali bado haijabadilika. Kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa Goma bado kunazuiliwa na waasi wa AFC M23 wanaodhibiti eneo hilo, licha ya wito wa jumuiya ya kimataifa na juhudi za serikali ya Kongo. Rwanda inaunga mkono msimamo huo, ikisema kuwa kufunguliwa tena hakuwezi kufanyika bila ushiriki wa moja kwa moja wa M23. Sikilizaji, tulikuwa nayo kwenye habari za kirefa kwa siku ya leo. Ni kupitia uhariri wake Safari Alimasi Dilwe nipoenda kutamatisha kabisa uchambuzi wa habari kwa asubuhi ya leo. Shukrani belele kwa mpenzi msikilizaji uliyenitegea sikio mwanzo hadi tamati, lakini pia pongeza kipekee kwa wenzangu wote walionisaidia kuandaa uchambuzi huu kwa siku ya leo. Isake Mulucha Ashibe, jina langu mimi, upande wa pili Jean Makelele Karacha Dennis, mimi hapa dawati la mitango. Nakutakia msikilizaji Ijumaa Mubarak. Asalamu alaykum.